Hujambo, karibu katika Dream Media habari, lakini kwanza ni machache kati ya mengi tuliokuandalia kwa siku ya leo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameelekea jijini Dodoma ambapo pamoja na mambo mengine kesho Ijumaa atahutubia na kuhitimisha shughuli za Bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema kuwa watu 16 wamefariki dunia wakati wa maandamano ya kupinga serikali nchini Kenya yaliyofanyika jana Jumatano. Na katika michezo, baada ya timu ya Yanga jana kutwaa ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara, leo spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Tulia Ackson na viongozi wengine wameendelea kutoa pongezi kwa timu hiyo. Taarifa hii ya habari inapatikana kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ, lakini pia tufuatilie kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii za Facebook ni Dream FM na Instagram na X ni Dream FM TZ. Na sasa ni muda wa kuziangazia kwa kina taarifa tulizokuandalia kwa siku ya leo. Uko nami Brown Tinda. Wakati Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan akitarajiwa kuhutubia na kuhitimisha shughuli za Bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa leo ametoa hotuba ya kuhitimisha mkutano wa 19 wa Bunge la 12. Katika hotuba yake, Waziri Majaliwa amemkumbuka hayati Rais Daktari John Pombe Magufuli na kumsifu Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuongoza vyema licha ya kuachua nchi katika kipindi kigumu baada ya kifo cha mtangulizi wake. Mwanahabari Cloud Elias anakuandalia taarifa ifuatayo. Waziri Mkuu Majaliwa katika hotuba yake kwa wabunge ya kuhitimisha mkutano wa 19 wa Bunge la 12 amemkumbuka hayati Magufuli huku akimsifu Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna alivyosimama imara akiongoza taifa katika hali ya utulivu na busara kubwa. Kadhalika, Majaliwa amesema uongozi wa Rais Dr. Samia umeendelea kuonesha dira, uthabiti na maono makubwa kwa maendeleo ya taifa ndani na nje ya mipaka ya nchi. Wakati huo Spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa mabunge duniani kwa maana ya IPU Dr. Tulia Ackson ametumia fursa hiyo kuwashukuru na kuwatakia kila laheri wabunge wa Tanzania. Hata hivyo, hatua ya Rais Dr. Samia kuhutubia na kuhitimisha shughuli za bunge kesho ni baada ya kupitisha bajeti kuu ya serikali pamoja na mswada wa sheria ya fedha wa mwaka huu. Cloud Elias, Dream Media. Asante sana Cloud Elias. Imeelezwa kuwa wananchi zaidi ya 700 wanatarajiwa kufanywa upasuaji wa mtoto jicho kupitia kambi maalum ya matibabu ya macho wilayani Rungwe mkoani Mbeya. Haya yameelezwa na mganga mkuu wa mkoa wa Mbeya Daktari Elizabeth Nyema wakati akifungua kambi ya matibabu ya mtoto wa jicho inayoendelea wilayani humo, huku zaidi ya watumishi 15 wamejengewa uwezo na wanaporudi kwenye maeneo yao waweze kuendelea kutoa huduma. Tumsikilize mganga mkuu wa mkoa wa Mbeya Daktari Elizabeth. Tupende kuishukuru serikali kwa dhati kabisa. Kama mnavyoona tuko halmashauri ya Rungwe katika eneo la Kiwira, kwa maana ya kwamba tuko katika kituo cha afya Kiwira, na kama unavyoona tuna wananchi wengi hapa. Tuna kambi ya macho, ni kambi zile ambazo ni endelevu zimekuwa zinafanyika ndani ya mkoa wa Mbeya, na sasa tuko Tukuyu. Wakati tunatoka Mbeya DC tulitoa taarifa kwamba mwezi wa 6 tutakuwa halmashauri ya Tukuyu, na sasa tuko Tukuyu kwa ajili ya kambi yetu ya macho ambayo imeanza tarehe 23 mwezi wa 6 2025, na kambi hii inategemea kuisha tarehe 28 mwezi wa 6 2025. Kambi yetu itafanyika ndani ya siku 6. Kwa hiyo tuwaombe wananchi wa Tukuyu na majirani wa Tukuyu waweze kufika kupata huduma za macho. Kambi yetu tunategemea kufikia wananchi
700, lakini kama unavyoona leo ni siku ya 3, lakini siku ya kwanza tumefikia 134 na siku ya pili ya jana tumefikia wananchi 140. Kwa unaweza kaona target yetu kwa siku au lengo letu kwa siku ni wananchi 120. Kwa hiyo tunakwenda vizuri. Huyo ni Daktari Elizabeth Nyema. Wananchi jijini Mbeya wameshauriwa kupunguza matumizi ya mitandao ya kijamii ili kuachana na tabia ya kujilinganisha maisha na watu wengine wanaowaona kwenye mitandao hiyo, kwani kufanya hivyo kutasababisha baadhi yao kuwa na tabia zisizofaa. Hayo yameelezwa na Chris Mzumbwe, mwanasaikolojia kutoka hospitali ya Mbalizi, ambaye amesema wananchi wanapaswa kutumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya kujipatia fursa hususan za kimaendeleo. Recho Mgala anafafanua zaidi. Mitandao ya kijamii ni majukwaa ya mitandaoni yanayowawezesha watu kuwasiliana, kushirikiana na kubadilishana taarifa, kwa sababu mtandao wa kijamii unasaidia kutoa elimu na burudani pamoja na kujisaidia katika biashara na matangazo. Kumekuwa na athari za mitandao ya kijamii kutokana na matumizi yake, jinsi yanavyoathiri maisha ya watu kimwili, kisaikolojia, kijamii na kiuchumi kwa ujumla. Glesi Mzumbwe ni mwanasaikolojia kutoka hospitali ya Mbalizi. Ameeleza changamoto ambazo mtu atazipata endapo atakuwa amewekeza muda wake mwingi kwenye mitandao ya kijamii. Mambo ya nchi vizuri, ila ukifanya kwa kuutumia vizuri huo utandawazi. Lakini kilichopo kwa sisi ambao tumekuwa kama wageni sasa wa utandawazi, tumekuwa wahanga na utandawazi wenyewe. Ndio maana vijana wengi sasa hivi unakuta wanashinda, wanatumia muda mwingi kutumia kwenye media na hawatumii katika issue ya production. Wanatumia kuangalia labda movie za ngono, vitu ambavyo haviwasaidii. Hapa ndo tunapoona madhara ya utandawazi. Aidha, Mzumbwe amewarai vijana kutumia mitandao ya kijamii kwa kujipatia fursa mbalimbali, huku akiomba serikali kuwekeza nguvu ya utoaji elimu ya namna mitandao ya kijamii inapaswa kutumika. Recho Mgala, Dream Media habari. Mtazamaji wa Dream Media, na kukumbusha kuendelea kufuatilia kurasa zetu za mitandao ya kijamii za Facebook na X ni Dream FM na Instagram ni Dream FM TZ. Na sasa tuziangazie taarifa za mataifa mbalimbali kama zinavyoletwa kwako na Ana Msumeno. Katika kuiangazia yale ya kimataifa, nchini Kenya, shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema watu 16 wameuawa katika maandamano ya siku ya jana ya kuipinga serikali yaliyofanyika katika maeneo mbalimbali kote nchini Kenya. Kwa mujibu wa shirika hilo, vingi kati ya vifo hivyo vimesababishwa na polisi. Hata hivyo, mkuu wa Amnesty International katika taifa hilo Irungu amesema takwimu hizo zilizotolewa siku ya jana zimethibitishwa pia na tume ya haki za binadamu ya Kenya, ambayo awali iliripoti vifo vya watu 8. Duru za habari zimeripoti kuwa polisi walitumia mabomu ya machozi na maji ya kuwasha kuwatawanya waandamanaji katika mji mkuu Nairobi. Maandamano hayo yaliyohusisha maelfu ya raia yalilenga kuadhimisha mwaka mmoja tangu yalipofanyika maandamano ya kupinga mswada wa ongezeko la kodi, ambapo takribani watu 60 waliuawa. Wakati hayo yakiendelea nchini Kenya, mamlaka za afya za ukanda wa Gaza zimesema Wapalestina 35 wameuawa ukanda huo kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na jeshi la Israeli. Mauaji hayo yameripotiwa katika maeneo mbalimbali ya ukanda wa Gaza. Mamlaka za afya za Gaza zimesema miongoni mwa waliouawa ni watu 9 wameuawa kwa mashambulizi ya anga katika shule inayohifadhi familia zisizo na makazi kwenye eneo la Sheikh Radwan. Shambulizi jingine limewaua watu 8 karibu na mahema kwenye kambi moja nchini Khan Yunis. Watu wengine kadhaa pia wameuawa wakati wakisubiri msaada wa chakula kutoka katika maroli ya Umoja wa Mataifa. Mashambulizi hayo yametokea wakati wasuluhishi wakifanya juhudi za kuwasiliana na wawakilishi wa Israeli na kundi la Hamas ili kufufua majadiliano ya kusitisha mapigano kwa lengo la kuvimaliza vita. Na juhudi za kutoa chanjo kwa watoto duniani zimekwama tangu mwaka 2010, hali inayowaweka mamilioni ya watoto katika hatari ya kupata maradhi yanayoweza kuzuilika, kwa mujibu wa jarida mashuhuri la masuala ya afya la Lancet. Kulingana na tathmini ya jarida hilo la Uingereza, limesema magonjwa hayo ni pamoja na tetanus, surua, polio na kifua kikuu. Tathmini hiyo imeonyesha kwa juhudi za kuwakinga watoto dhidi ya surua kwa mfano ziliporomoka katika nchi 100 kati ya mwaka 2010 na 19. Watafiti wa taasisi ya vipimo na tathmini ya afya ya chuo kikuu cha Washington walioshiriki kufanya tathmini hiyo wameweka wazi kuwa zaidi ya nusu ya watoto milioni 15.7 duniani ambao hawajapata chanjo kufikia mwaka 2020
13 wanaishi katika nchi 8 pekee ambazo ni Nigeria, India, Kongo, Ethiopia, Somalia, Sudani, Indonesia na Brazil. Sababu za kukwama kwa juhudi za kuwachanja watoto zinatajwa kuwa ni pamoja na wazazi kuacha kuwapeleka watoto kupata chanjo kutokana na kukosa taarifa sahihi. Na mtazamaji, huyo ni Ana Msumeno katika habari za mataifa mbalimbali. Na katika michezo, baada ya timu ya Yanga jana kutoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara, leo spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Tulia Ackson na viongozi wengine wameendelea kutoa pongezi kwa timu hiyo. Huyu hapa Brown Ben Mbwawa akikuletea mkusanyiko wa habari za michezo. Katika michezo ni kwamba baada ya jana kutamatika kwa msimu wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa msimu wa mwaka 2024-2025, mchezo maalum, mchezo mkubwa uliokuwa unasubiriwa kwa hamu, ukiikutanisha miamba miwili ya soka hapa Tanzania kati ya Yanga dhidi ya mnyama Simba, na mchezo ukichezeshwa kwa mara ya kwanza kabisa na waamuzi kutoka nje, bingwa akipatikana katika mchezo huo akiwa ni Dar es Salaam Young Africans, akimnyanyasa Simba kwa kumfunga magoli 2-0 na kufanikiwa kuweka rekodi ya kumfunga mnyama Simba mara 5 mfululizo, na hii awamu ya 5 ndio ambayo imefanikisha Yanga kutoa ubingwa wa ligi kuu. Sasa baada ya Yanga kutoa ubingwa huo wa ligi kuu wa 31 ikiwa ni zaidi ya miaka 85 katika upinzani wa vilabu hivi viwili vya Simba na Yanga, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan jana ameipongeza Dar es Salaam Africans kwa kutoa ubingwa huo. Lakini pia leo Dodoma, mbunge wa Mbeya mjini na spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais wa Umoja wa Mabunge Duniani Dr. Tulia Ackson pamoja na waziri wa fedha Mheshimiwa Mwigulu Nchemba wameipongeza Yanga kwa kutoa ubingwa mara 4 mfululizo wa ligi kuu soka Tanzania bara, ubingwa huo ukipatikana mbele ya watani wao Simba. Shukrani sana Brown Ben Mbwawa kwa taarifa hizo. Na kabla ya kuhitimisha Dream habari, ni kukumbushe tena machache kati ya mengi tuliyokuandalia kwa siku hii ya leo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameelekea jijini Dodoma, ambapo pamoja na mambo mengine kesho Ijumaa atahutubia na kuhitimisha shughuli za bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema kuwa watu 16 wamefariki dunia wakati wa maandamano ya kupinga serikali nchini Kenya yaliyofanyika jana Jumatano. Na katika michezo, baada ya timu ya Yanga jana kutoa ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara, leo spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Tulia Ackson na viongozi wengine wameendelea kutoa pongezi kwa timu hiyo. Na huo ndio mwisho wa Dream Media habari. Endelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii za Facebook ni Dream FM na Instagram na X ni Dream FM TZ, na kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ. Kwa heri.